Na mtazamaji, kuna hali ya wasiwasi ambayo inaendelea kushuhudiwa sasa hivi kule jijini Nairobi, huku waziri wa fedha Mheshimiwa John Mbadi akitarajiwa kufika kwenye jengo la bunge la kitaifa ili kusoma budget ya mwaka wa 2026 2027. Na kabla ya kusoma kwa budget ya siku leo, watazamaji wangu, mnastahili kujua ya kwamba kama kuna budget ambayo imekuwa kubwa zaidi chini ya utawala wa William Samoei Ruto na katika historia ya Kenya, ni hii budget ya siku leo ambayo inakadiriwa kuwa ni zaidi ya trilioni 4.8. Hiyo ni idadi kubwa ya budget kukadiriwa hapa nchini Kenya tangu nchi ya Kenya, watazamaji wangu, iweze kujikomboa kutoka kwa mkoloni. Hali ya hofu inaendelea kushuhudiwa kule jijini Nairobi, huku hali ya usalama ikiendelea kuimarishwa pale kwenye jengo la Treasury. Maofisa wa polisi unaona sasa hivi ni wengi pale kwenye jengo la bunge la kitaifa. Pia hali ni hivyo. Na kwa hivyo siku leo, watazamaji wangu, wa Kenya ndio wanataka kujua ni yapi ambayo hii serikali imewaandalia, ama William Samoei Ruto ako na mpango gani na wa Kenya katika muhula wake wa mwisho, ama bajeti ya mwisho kwenye utawala wake wa muhula wa kwanza hapa nchini Kenya. Watazamaji wangu, kuna baadhi ya mambo ambayo ningependa tuyaangazie kuhusiana na hii finance bill ya mwaka 2026 2027. Hapo awali nilikuwa nimekuambia kwamba kuna mambo ambayo wananchi walikuwa wameanza kuyapinga, vijana wa Gen Z walikuwa wameanza kureject, na huu ni mwezi ambao, watazamaji wangu, tuko tayari kwa lolote, kwa sababu huenda wa Kenya wakaamua kurudi tena kwenye maandamano ili kupinga hii finance bill ya mwaka 2026 2027. Kuna mambo ambayo, watazamaji wangu, yatafanya mambo ya gharama ya maisha hapa nchini Kenya iweze kupanda, na bei ya nguo, watazamaji wangu, ni baadhi ya mambo ambayo itaweza kupanda. Rent pia itapanda na 10%. M-Pesa and bank transaction cost pia zitaenda juu. Ni baadhi ya mambo ambayo, watazamaji wangu, tunataka kujua kwa kiundani siku ya leo. Kenya Revenue Authority ama ukipenda KRA watapewa uhuru ama authority ya kuaccess your M-Pesa and bank statement ili kukufuatilia mpaka kuhakikisha kwamba unaweza kulipa tax. Bei ya simu pia itaweza kupanda, bei ya dawa hivyo, na pia transaction cost kama vile ambavyo nimeelezea zitaweza kupanda. Hivyo ndivyo hali ilivyo, na mengi zaidi tutakuwa tunajua, watazamaji wangu, kwa sababu hatujaweza kuisoma hii finance bill kwa kiundani sana, lakini kuanzia mwendo wa saa 9 pale kwenye jengo la bunge la kitaifa ndio tutakuwa tunataka kujua kwa kiundani ni yapi ambayo yamependekezwa kwenye huo mswada wa fedha wa mwaka 2026 2027. Tayari waziri wa fedha Mheshimiwa John Mbadi amefika kwenye ofisi zake za Treasury katika juhudi zake za kuendelea kujiandaa, na baada ya kutoka hapo kwenye ofisi zake za Treasury atakuwa anaelekea moja kwa moja mpaka kule kwenye bunge la kitaifa ambako tayari maandalizi yameanza katika kumtarajia waziri aweze kufika na kuisoma hii budget ya mwaka 2026 2027. Kabla hajaweza kufika kule kwenye ofisi zake siku leo, waziri John Mbadi alikutana na wanahabari na alikuwa na haya ya kusema kuhusiana na hii finance bill ya mwaka 2026 2027. Nataka nikupatia fursa, mtazamaji wangu, uweze kumsikiza waziri John Mbadi huku akitarajiwa kuisoma hii finance bill kwa kiundani siku ya leo. Kabla sija kuwekea hii video, mtazamaji wangu, ningependa kukumbusha tena ujiunge nami hapa BM Daily Politics kwa kusubscribe, na pia uweze kulike, kushare na comment, ndiposa ujumbe ama hizo habari zetu ziweze kuwa recommended kwa watazamaji wengi zaidi. Around that. Yeah, of course we are investing quite significantly in agriculture as the backbone of our economy. Remember, agriculture is also largely devolved, and I think that is also something that we are missing in our discussions when we talk about underfunding agriculture. Agriculture is heavily devolved, but the government is coming up with interventions to support a number of crops, both for food consumption and exports. Like tea, you can see in the past 2-3 years, government has invested a lot in the tea sector. We have also invested a lot in the revival of the coffee sector. We have invested a lot in edible oil, and I will speak to that in Parliament. We have also invested a lot now in the sugar reforms and many other crops. But again,
in food production, you can see the effort that the government has put in terms of subsidy, fertilizer subsidy, provision of seeds has helped us in increasing the quantity or the amount of food or maize, which is our staple food. The production of maize has gone up. Well, we have also been lucky that the weather has been favorable, but the government intervention is clearly visible and evident. So that is for us. One final question from me, Waziri, is when you look at just looking at the funding of this budget, the revenue and the performance is still a major headache. What did you plan around that? Revenue performance is still a big challenge, and it is informed by a number of factors. One of them is the inefficiency at the KRA that cannot be wished away, but there have also been some challenges in terms of tax administration. I will point out that our tax administration has challenges because the business has moved from the normal traditional way to more into again informal sector, and besides that there has also been the movement towards the digital economy, and so we are doing a lot of reforms. In the supplementary budget that we prepared, we had allocation for KRA to do reforms, to carry out reforms, about 17 billion, and a lot of reforms are happening at the KRA, and I'm sure then in the next or the coming financial year, KRA will be able to collect more without raising tax rates. And if you look at my finance bill that I presented to Parliament, it's heavy on reforms and tax administration as opposed to raising tax rates, contrary to what others have been saying. Waziri, thank you very much. I know you touched a bit on agriculture. There are quite a number of this particular budget. Agriculture is one of them. You're cutting almost 10 billion shillings from there. Energy is one of the major cuts also that you've seen, almost 72 billion. Can you talk to us about this? But education, actually one of the biggest plans also on the other side, are getting a huge allocation. Talk to me about this balancing act that you have to consider when you're making this particular budget. We have tried to maintain most of the provisions under the agriculture sector, no major cuts. I will tell you, in the fertilizer subsidy we have maintained almost the same amount of. Na mtazamaji, kama vile ambavyo umeweza kumsikiza, huyo ni Waziri John Mbadi, na kwa kweli yeye sasa hivi macho yote ndio yanamwangalia. Is the man of the day. Leo ako na ujumbe gani kwa Wakenya? Ni yapi ambayo tunastahili kuyatarajia? Yeye ameguzia tu kwa kiufupi, lakini mengi zaidi nimewaelezea leo kwenye bunge la kitaifa kuanzia mwendo wa saa 9 hivi, saa 10 ndio atakuwa anaanza kuisoma hiyo bajeti ya William Samoei. Na ni bajeti ambayo watazamaji wangu inaonekana ni kubwa zaidi katika bajeti zote ambazo zimekuwa zikisomwa ndani ya serikali ya Kenya Kwanza, na ni bajeti ambayo nimewaelezea itakuja kumfanya mwananchi wa kawaida atozwe ushuru zaidi. Atakuja kugaramika kwa kununua bidhaa kwa bei ya juu. Unaona tayari bei ya mafuta iliweza kupanda, vile ambavyo maisha yamebadilika sasa hivi. Vile ambavyo tulikuwa tunanunua vitu hapo awali sio vile ilivyo sasa hivi. Kwa kweli wananchi wanastahili ku tighten their belts for the hardest times. Katika hicho kipindi ambacho kimebaki chini ya utawala wa William Samoei Ruto, hiyo financial year ya 2026-2027 kwa kweli haitakuwa ni rahisi kwa Wakenya. Kumbukeni tunaelekea kwenye uchaguzi ujao wa mwaka wa 2027. Niacheni maoni yenu hapo kwenye eneo la comment section kuhusiana na finance bill ama mswada wa fedha wa mwaka huu, budget ambayo tutakuwa tunasomewa siku ya leo na Waziri John Mbadi. Je, tuikubali ama tuikatae? Niacheni maoni yenu hapo kwenye eneo la comment section mtazamaji wangu, na kabla sijatamatisha ningependa kuwakumbusha tena mjunge nami hapa BM Daily Politics kwa kusubscribe, na pia mweze kulike, kushare na comment, ndipo so ujumbe ama hizo habari zetu ziweze kuwa recommended kwa watazamaji wengi zaidi. Msende bado watazamaji, nitakuwa narejea vipunde na habari zaidi za kuwafahamisha.